Mwema ni mwema kila wakati na kila saa, majira yote na nyakati zote. Mtukuze yeye, mshukuru yeye kwa uaminifu wake. Mungu anatupenda, anatujali, anatuona, anatujua. Muamini anadumu wa kuaminiwa. Yeye ni wa milele. Pole kwa changamoto mbalimbali ambazo umekutana nazo, umepitia katika hali mbalimbali. Mungu wa neema akufariji, akujaze neema yake na uweza wake katika jina la Yesu Kristo. Basi karibu tupate kupokea chakula cha roho ambacho kinatushibisha, kinatujaza, kinatuwezesha kuendelea na safari tulio nayo, safari ya kiroho, safari ya mbingu, katika mbingu mpya na nchi mpya, Yerusalemu mpya, mahali Bwana Mungu amekusudia tukakae. Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu, jina lako litukuzwe. Baba yetu, Mungu wetu, mfalme wetu, mapenzi yako yakatimizwe katika muda huu mwingine mzuri ambao tunakwenda kupokea neno lako. Ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji, mtazamaji, mpendwa, watu wako wote sasa na siku zote. Nguvu itokayo juu ikatuwezeshe, ikafanye likatimizwe lile kusudi lako katika jina la Yesu. Baraka zako na rehema zako na fadhili zako naomba zikawe na watu wako kila wakati na kila saa, katika kusikia na katika kuongozwa na Roho Mtakatifu. Asante Mwokozi, kwa sababu hii twaweza yote katika wewe kwa utukufu wako. Naomba mkono wako ukatutie nguvu, na utawala na umiliki wako ukawe nami sasa, ukawe na watu wako sasa. Turehemu, tutakase. Ninaomba damu yako Yesu ikatusamehe Bwana. Ninaomba damu yako Yesu ikatusamehe Bwana. Naomba damu yako Yesu ikaturehemu, Mungu wa rehema. Tukasamehewe katika jina la Yesu. Tukahurumiwe kwa fadhili zako, Mungu mwenye fadhili. Baba, tuoshe kwa damu yako nafsi zetu, fikra zetu. Baba, endelea kuturehemu Tanzania, endelea kuturehemu watumishi wako na watu wako katika jina lako Yesu Kristo. Asante kwa kuwa umetupenda, unatupenda, watujali, mwaminifu, mtakatifu, Mungu mwenye uweza na nguvu. Baba, tuzidi kukumbusha, litazame taifa letu Tanzania. Mungu, tusamehe, turumie, turehemu, okoa kwa damu yako, tenda jambo jipya kwa jina la Yesu. Amina. Niendelee kukupa heri ya sikukuu ya Christmas na mwaka mpya. Bwana akakujalie kuwa na heri, neema na furaha nyingi na baraka tele katika jina la Yesu. Basi ujumbe huu ni moja ya kutusaidia siku zote, na hata tunapoenda kuingia tena mwaka mpya, usiache kukumbuka maandiko kama haya na kuyashikilia. Waebrania sura ya pili, nitaanzia mstari wa 14 mpaka ule wa 18. Neno la Mungu linasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amuharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi, awaache huru wale ambao kwa maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Maana ni hakika hatwai asili ya malaika, ila atoa asili ya mzao wa Ibrahim. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Amen. Sikia tena na tena na tena. Endelea tena kwa mara nyingine kurudia ujumbe huu. Hata kama umeupata jana, hata leo, endelea kurudia tena, na kwamba tunahitaji sana msaada wa Mungu wetu. Tunapoendelea kumshangilia na kufurahia ukombozi, kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo,
basi tunakumbuka habari hii njema kabisa kwamba sisi tuna mwili na damu. Tuna mwili na damu. Hivyo Mungu aliona yafaa, yapendeza, yeye naye achukue mwili na damu. Aonekane na sura na umbo kama mwanadamu. Aonekane kabisa kama mwanadamu. Akakaa na wewe mwanadamu, Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Akatembea, akala, akakaa katikati yetu, mambo mengi akafanya. Na lengo lake likiwa ni lengo moja tu, kutimiza kusudi moja, kwa ajili ya kutushangiliza, kutukomboa, kwa ajili ya kumwangusha yule mwenye nguvu za mauti. Kwa hiyo lengo la kuja katika mwili linasababisha au linatupeleka au linakwenda kumwangusha mwenye nguvu za mauti. Kwa hiyo lengo ni kumwangusha mwenye nguvu za mauti, ili sisi tusisumbuliwe na mauti, ili sisi tusiharibiwe na mauti, ili sisi tuwe salama, mauti isiweze. Ufalme wa adui Shetani, Ibilisi, ndio mwenye nguvu za mauti. Hivyo Mungu amekusudia, alikusudia na anakusudia kwamba tusishindwe na nguvu za mauti. Mauti imemezwa hata milele. Kwenye Isaya 25 mstari ule wa 8 anasema ameimeza mauti hata milele. Na anasema naye atayafuta machozi katika nyuso za watu wote katika dunia. Mungu akatufuta machozi yetu hata sasa Tanzania hii, hata ambapo si pia Tanzania na wengine, Bwana akafuta machozi yao. Mauti ina kazi ya kutesa, mauti ina kazi ya kuliza watu. Watu wanabaki na maombolezo. Lakini Yesu amekuja ili atuondolee maombolezo, huzuni. Yesu amekuja katika mwili ili apambane, aiangushe ngome, mamlaka na nguvu ya mauti. Kwa lengo la kuja katika mwili ni kwa sababu ya kupelekwa msalabani, ambapo katika msalaba huo anaimwaga damu yake, anauawa, anazikwa, siku ya tatu akafufuka. Kwa hiyo kwa nguvu hiyo ya kufufuka, mauti imemezwa. Kwa nguvu hiyo ya kufufuka tumepata ukombozi, tumepata ushindi dhidi ya nguvu za mauti. Kwa hiyo mauti haina uwezo juu ya wanaomwamini Yesu Kristo. Mauti inayotoka kwa Shetani, kumbuka, mauti inayotoka kwa Ibilisi Shetani, mauti inayoletwa na wachawi, mauti inayoletwa na watu kwa hila, hawatafanikiwa, hawataweza, kwa sababu Mungu ndiye aliyeweka maisha yetu. Na Yesu anasema msiogope, wanaweza wakaua mwili, lakini hawawezi kuiangamiza roho. Kwa hiyo tunaongelea sana usalama wa roho. Hata mwili pia Mungu kama amependa usife, hautakufa. Wanaweza wakapambana, wanadamu wakapambana, lakini wasiweze kukuua. Mungu anatuwekea ulinzi na uzima mwilini na hata rohoni, na zaidi sana katika roho, kwa kuwa yeye ndiye muumba, aliiweka roho na ndiye mhukumu wa roho zote. Hakuna mwenye mamlaka juu ya roho, kwa kuwa yeye ni Roho Mtakatifu na mwenye haki na hukumu ya haki. Yesu Kristo atarudi, ndipo roho zote watu watahukumiwa, kila mmoja atahukumiwa. Kwa hiyo hapa anasema ameuvaa, au alikuja katika mwili, amefanana nasi wanadamu, kusudio na lengo moja. Anasema ili amuharibu yeye aliye na nguvu za mauti, ili amuharibu yeye mwenye nguvu za mauti, aitwaye Shetani na Ibilisi. Amuharibu, asiwe na uwezo tena juu ya wana wa Mungu, asiwe na uwezo tena juu ya wanaomwamini Yesu, asiwe na mamlaka juu ya afya zetu, uzima wetu, maisha yetu. Asiwe muamuzi yeye. Mwamuzi wetu ni Yesu. Kwa habari ya uhai wetu, maisha yetu, mwamuzi ni mmoja, mwenye uweza mkuu, Yesu.
Anasema ibilisi ni mwenye nguvu za mauti. Usipokuwa na Yesu, manake nguvu ya mauti inaweza ikakuharibu wakati wowote. Mauti, na wasio muamini Yesu manake hawapo katika uzima, wapo kwenye hukumu. Ndivyo Biblia inavyosema katika Yohana sura ya 3 na hata katika Marko sura 15. Taona anasema asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo ukisoma kwenye Yohana kule anaonyesha kabisa kwamba wanaomwamini na wasioamini, wasioamini tayari wako kwenye hukumu. Aamini na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Kwenye Marko hiyo anasema, kwa hiyo tuna nguvu ya uzima katika Yesu. Mwaka wa 2026 tena na hata sasa tutembee tena tukimwambia Baba, ulichukua mwili na ukaiondoa nguvu ya mauti. Kwa hiyo mwaka mzima nitatembea kwa ujasiri nikijua nguvu ya mauti haitanishinda, haitaniweza, kwa sababu ninatembea katika uweza wa jina la Yesu, nimefunikwa damuni mwake. Nguvu za mauti zimeshindwa, nguvu ya uzima imetuwezesha, imetupa kuwa hai. Tunatembea kishujaa. Lakini pia mstari ule wa 15 anasema awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Watu ambao hawakuwa katika Yesu, hawapo katika Yesu, wana hofu ya mauti. Pendo lililo kamili huisukuma hofu nje. Anasema katika waraka wa kwanza wa Yohana, pendo lililo kamili huisukuma hofu nje. Haleluya. Pendo lililo kamili linasukuma hofu nje. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:18. Katika pendo hamna hofu, lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu, kwa maana hofu ina adhabu, na mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo. Kwa hiyo ukikosa upendo wa Yesu, yaani maana ukimkosa Yesu ndani, umekosa upendo wa Mungu, kwa sababu Yesu ndio upendo wenyewe, Mungu ndio upendo wenyewe. Kwa hiyo ndani yetu kama hofu imejaa na mashaka, maana upendo wa Mungu haupo, na kama upo basi upo kwa kidogo sana. Hapa amesema pendo lililo kamili huitupa hofu nje, huisukuma hofu nje, ikaondoka ndani ya mtu, isikae. Hofu za mauti hazipo. Sasa anasema akawaokoa waliokuwa katika hofu za mauti. Inawezekana pia watu hawakuwa katika uovu, lakini wana hofu ya mauti. Wanamwabudu Mungu lakini wamejaa hofu ya mauti, wamejaa hofu. Si watu ambao wana ujasiri na roho ya ushujaa. Basi kwa jinsi hiyo anasema watu wa namna hiyo, maana yake ndani yao pendo la Mungu Baba halijakamilika. Waliokamilika katika pendo la Mungu Baba, hofu imetupwa nje, mashaka na hofu vimesukumwa mbali katika jina la Yesu. Kwa hiyo yeye amefanya hivyo ili awasaidie waliokuwa katika hofu ya mauti. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema. Anasema mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kutusaidia, aweza kukusaidia na wewe. Anaweza kutusaidia kutoka katika kujaribiwa. Kwa hiyo lengo lake ndio hili. Na kwa sababu hiyo majaribu yaliyoandaliwa tayari au yatakayotokea 2026 na miaka ijayo mbele yetu, tutashinda kwa sababu Yesu alishatushindia. Yesu ameshatuwekea uzima, ushindi, kuishinda nguvu ya mauti. Kwa hiyo mauti imeshindwa, mauti imeharibika. Tuna nguvu katika Bwana, tunaweza katika Bwana, naye amekuja atusaidie katika kujaribiwa kwetu. Tusishindwe na kujaribiwa, ila tuishinde jaribu, au tulishinde jaribu.
na nguvu za mauti hazina uwezo juu yetu tena. Yesu ametuweka huru. Yesu ametusaidia. Bwana akubariki kwa jina la Yesu. Hakuna hofu ya mauti. Inua mkono juu, mwambie Yesu asante. Sema pamoja nami, Yesu asante kwa ajili ya neema hii ya kunipatia ukombozi, ya kunipatia ushindi dhidi ya nguvu za mauti. Ewe mauti, uwezo wako umeharibiwa. Hutanisumbua. Hofu hutakaa ndani yangu. Pendo la Mungu tawala moyo wangu. Bwana Yesu, nijaze na neema yako. Bwana Yesu, nivike na nguvu zako. Sema asante Bwana kwa uaminifu wako, kwa kuwa niko salama. Kwa msaada wako ninaishi na kumiliki. Katika jina la Yesu. Sema nakataa hofu na uoga na mashaka. Ninakuamini Bwana. Sema kwa jina la Yesu, sitaogopa. Nguvu za mauti zimeshindwa. Nguvu ya uzima imetawala. Katika jina la Yesu. Amina. Nguvu ya uzima imetawala ndani yetu. Nguvu ya uzima wa Yesu Kristo itawale ndani yako. Iendelee katika familia yako. Mauti iharibiwe kwa jina la Yesu. Pote mpaka kwenye mifugo, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye mashamba, kwenye familia, kwenye nyumba, kwenye ardhi. Baba, asante kwa sababu umetuletea nguvu ya uzima, nguvu ya ukombozi, nguvu ya uhai. Tuwe hai na vitu vyetu viwe hai katika jina la Yesu. Asante Baba kwa baraka hii. Asante Yesu kwa uweza wako huu, kwa uweza wako mkuu. Mapenzi yako yaendelee kutimizwa katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki sana, akubariki tele. Endelea kumwamini Yesu na tena endelea kusoma neno lake na kuwa muombaji. Usiache hayo. Mwaka unapoenda kuanza, ingia mwambie Bwana unatamani kitu cha tofauti, kitu cha pekee tena katika mwaka 2026, naye anakwenda kukutendea. Muamini, nguvu ya mauti haitafanikiwa tena. Sasa tambua, tembea na mstari hiyo kwenye maombi, na nguvu ya mauti imekwisha kuharibiwa, na nguvu ya uzima, nguvu ya wokovu wetu tumewekewa tayari. Bwana akubariki. Karibu kwenye YouTube channel sana. Kumbuka kusubscribe kama hujafanya hivyo, kumbuka kufanya hivyo, na endelea kushare na kulike na wengine na kucomment. Jambo la baraka kwa utukufu wa Bwana Yesu. Karibu sana. Na mwaka umekaribia kwenda kuanza, ambako tunaenda kuanza tena ratiba ya safari za Injili. Naomba usiache kushiriki nasi kwa kwenda nasi kwa sadaka, kwa maombi yako na kwa mali zako, ili Injili ipate kuhubiriwa. Basi karibu sana upate kushiriki. Tuwe na ushirika mmoja katika kuifanya kazi ya Bwana Yesu. Namba ambazo unaweza kutumia kutuma sadaka yako au mawasiliano na mimi, namba ni ya Airtel 0787 62 75 91. Nairudia tena, namba ya Airtel 0787 62 75 91. Alafu namba ya Vodacom ni 0762 282 439. Nairudia tena, namba ya Vodacom ni 0762 282 439. Baba, Bwana wa utukufu, abariki sadaka yako. Mungu, naomba bariki sadaka za watu wako wote wanaendelea kutolea kwa moyo ili kazi ya Injili iende. Bwana, mguse kila mmoja. Yule mwenye wasiwasi, muondolee wasiwasi.